Rais mstaafu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Jakaya Mrisho Kikwete amezungumzia matukio yaliyotokea mwaka 2025 na kumpongeza Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kulinda tunu ya amani, huku akiwataka Watanzania kuzidisha maombi ili changamoto zilizotokea katika mwaka uliopita zisijirudie tena. Ametoa kauli hiyo wakati wa uzinduzi wa jengo la ofisi ya uhamiaji na makazi ya askari lililopo wilayani Micheweni mkoani Kaskazini Pemba, ikiwa ni sehemu ya sherehe za maadhimisho ya sherehe za miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Wakizungumza wakati wa uzinduzi huo, waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simbachawene na kamishna jenerali wa uhamiaji Dr. Anna Makalara wameahidi kuendelea kuboresha huduma za askari pamoja na kupeleka huduma kwa wakati kwa wananchi. Kutoka chumba cha habari, Ezra Joni wa Dar es Salaam, Tanzanite TV. Tunamshukuru Rais Samia kwa kuweza kusimamia ipasavyo tunu hizi za amani na umoja nchini. Amani ni nguzo yetu muhimu kama ilivyo kwa nchi nyingine yoyote duniani. Ili tuweze kuendelea kusonga mbele katika nyanja zote za maisha ya nchi na binadamu na raia wake, hatuna budi kuendelea kudumisha amani. Hali kadhalika, umoja ndio nguvu ya kutuwezesha kuyafanya yale tunayoyakusudia. Umoja wetu ndio mafanikio yetu na umoja wetu ndio ushindi wetu. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeumaliza mwaka wa 2025 kwa utulivu na amani, na watu wamesherehekea sikukuu za mwisho wa mwaka kwa salama. Na sasa tunapoanza mwaka mpya, tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie changamoto za 2025 zisijirudie tena. Amani na usalama viendelee kutamalaki nchini, ili mipango yote inayopangwa kwa mwaka huu na miaka ijayo iweze kutekelezwa kwa ufanisi mkubwa. Pia naomba kazi za mikono ya kila mmoja wetu katika shughuli zake azibariki Mwenyezi Mungu ziweze kupata mafanikio. Wananchi wenzangu, nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitawashukuru na kuwapongeza viongozi wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi wakiongozwa na waziri mahiri Mheshimiwa George Simbachawene. Kwanza Mheshimiwa Waziri, na kupongeza kwa kuaminiwa na kuteuliwa na Rais Samia kushikia nafasi ya juu ya uongozi wa wizara yetu yote. Pili, na kupongeza kwa kazi nzuri unayoendelea kufanya katika kusimamia na kuhakikisha utekelezaji wa majukumu ya wizara, idara na taasisi mbalimbali zilizoko chini ya wizara hiyo. Serikali ya awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imedhamiria kuhakikisha watumishi wa umma wanaishi katika makazi bora, jambo ambalo litawahamasisha kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi zaidi. Ujenzi wa ofisi na nyumba za watumishi ni ishara ya serikali kujali na kuheshimu mchango wa watumishi wa umma, na ni hatua muhimu katika kukuza ustawi wao na familia zao. Hivyo ninaomba kuwasihi askari mtakaotumia nyumba hizi muwe wazalendo kwa taifa lenu, kwa kuongeza tija katika utendaji wa kazi na kuhakikisha mnazitunza nyumba hizi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kifupi, mradi huu wa ofisi na nyumba ya makazi ya askari na maafisa wa idara ya uhamiaji umelenga kuboresha mazingira ya utoaji wa huduma za uhamiaji kwa wananchi wa wilaya hii. Aidha, kukamilika kwa ujenzi huu umeimarisha mazingira bora kwa askari na maafisa wa idara ya uhamiaji wanaofanya kazi katika wilaya hii. Mradi huu unajumuisha jengo la ghorofa moja kwa ajili ya ofisi. Kwa upande wa makazi ya maafisa wa uhamiaji, jengo lake ni ghorofa 2 lenye uwezo wa kuchukua familia 9. Mradi umejengwa na mkandarasi Benchmark Engineering Company Limited kwa gharama ya shilingi bilioni 2.5.